mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Hassan Zungu, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, na Mheshimiwa Hamis Ramadhani, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Kusilika, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa makatibu wakuu, viongozi, wazee, Mheshimiwa waziri wakuu wastaafu, Mheshimiwa Spika mstaafu, viongozi, naegemea itifaki ya awali ya Katibu Mkuu Kiongozi na nawasalimia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima, afya njema na nguvu ya kukamilisha kazi tuliopewa nawe Mheshimiwa Rais na kutuwezesha kufikia siku hii ya leo ambayo tunawasilisha rasmi kwako na kwa umma wa Tanzania matokeo ya kazi hiyo. Kwa niaba na makamishna wenzangu pamoja na Secretariat ya Tume, nitoe shukrani za dhati kabisa kwako Mheshimiwa Rais kwa imani kubwa ulionayo kwetu kutukabidhi jukumu hili kubwa na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Nikushukuru pia kwa ushirikiano ambao tumeupata kupitia ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi alituwezesha kukamilisha kazi hii. Mimi na wenzangu kwenye tume tuna deni kubwa la shukrani kwa Watanzania wenzetu ambao walituamini sana na wakatupa ushirikiano mkubwa sana hadi ukaridhia kutupa muda zaidi wa kuhakikisha hakuna aliyekuwa na ushahidi au maoni ambaye kwa hiari yake alikuwa tayari kuwa sehemu ya safari ya kuliponya taifa anakosa nafasi ya kuwasiliana na sisi. Tunashukuru sana. Kote tulikoenda, wananchi waliofika mbele ya tume wameeleza kuhusu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 na kukiri kwamba sivyo tulivyo Watanzania kwa asili yetu, kwa hulka yetu na kwa malezi ya waasisi wa taifa la Tanzania. Wengi waliojeruhiwa, waliopata misiba ya kufiwa na wapendwa wao, na waliopata hasara kwa mali zao kuharibiwa au kuibiwa, wamekiri na kwa kweli wana haki ya kuwa na machungu makubwa sana. Lakini wote waliohusiana na tume kwa njia moja au mbalimbali wametuamini na kutupa ushirikiano mkubwa, na tunaamini kwa ripoti hii ninayowakilisha hii leo na mapendekezo yaliyomo yatabeba dhamira ya pamoja ya taifa ya kutibu majeraha, kuwajibika bila pale panapostahili, lakini muhimu zaidi ni kujifunza na kusonga mbele. Aidha, niwashukuru makamishna wenzangu pamoja na Secretariat ya tume kwa kufanya kazi bila kuchoka kwa siku 153. Mwisho, japo si kwa umuhimu, tunatambua kuwa kazi ya tume isingetekelezwa kwa mafanikio bila ushirikiano tuliopata kutoka kwa viongozi na watendaji wa serikali katika ngazi mbalimbali, wadau wa sekta ya umma na binafsi, pamoja na umma ya Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, uwekezaji mkubwa ambao serikali imefanya katika kuboresha sekta ya afya umekuwa msaada mkubwa wakati wa dharura zilizotokea. Wafanyakazi kwenye vituo vya afya na hospitali za umma, taasisi za dini na binafsi vilivyohusika walifanya kazi kubwa sana katika mazingira magumu, wengine wakibaki kazini kwa zaidi ya masaa 72 mfululizo kuwahudumia majeruhi, na tunawashukuru pia viongozi wa vituo hivyo kwa kuipa tume taarifa zote
zilizohitajika. Vile vile shukrani zetu zinaenda kwa wataalamu katika nyanja mbalimbali waliosaidia tume kuyaelewa masuala mahsusi kama vile uchunguzi wa kisayansi kwa baadhi ya vielelezo, uchunguzi wa sauti za video, uchunguzi wa maiti, uchunguzi wa vilipuzi, wachambuzi wa picha, taarifa za wataalamu na masuala ya kisaikolojia, kisosiolojia pamoja na masuala ya uchumi na fedha. Mheshimiwa Rais, jukumu kuu la tume lilikuwa ni kubaini ukweli, fact finding, kuhusu matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 kwa kuongoza kwa hadidu za rejea 6. Hii leo tuko hapa kilomita 19 kutoka tukio la kwanza la 29 Oktoba lililotokea Kimara Baruti. Hadidu zetu za rejea zinasema jambo la kwanza ni kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na siku chache zilizofuata. La pili ni kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na waliohusika katika kupanga kutekeleza vitendo hivyo vya ghasia na uvunjifu wa amani. Tatu ni kuchunguza na kubaini madhara yaliyojitokeza kutokana na ghasia hizo, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali, miundombinu pamoja na madhara ya kiuchumi na kijamii. 4 ni kuchunguza mazingira na hatua zilizochukuliwa katika kubaini na kukabiliana na ghasia zilizojitokeza. 5 ni kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani, utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na mifumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizi hazitokei tena. Na 4 ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume inaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Mheshimiwa Rais, mawanda ya kazi yetu yalihusisha kufanya uchunguzi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na masuala yote yanayohusiana na matukio haya kama yalivyobainishwa kwenye hadidu za rejea. Aidha, kazi ya uchunguzi ilihusisha maeneo 202 yaliyoathirika zaidi katika wilaya 21 na mikoa 11 ambayo ni Dar es Salaam, Mbeya, Songwe, Mwanza, Geita, Arusha, Iringa, Dodoma, Shinyanga, Mara, tume pia na Ruvuma. Tume pia ilitembelea Zanzibar na mkoa wa Kilimanjaro kama sampuli ya maeneo ambayo hakuwa na ghasia ili kujifunza mazingira yaliyosababisha hali hiyo. Methodolojia tuliyotumia kwenye uchunguzi. Mheshimiwa Rais, hatua ya kwanza ya kazi ya tume ilikuwa kujiwekea kanuni za uendeshi kwa mujibu wa kifungu 11 cha sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32 ili kuongeza utendaji kazi wa tume. Kadhalika, tume iliandaa methodolojia inayoongoza namna ya kufanya kazi yake kwa mujibu wa hadidu za rejea. Katika kukusanya ushahidi, taarifa na maoni, tume ilitumia vyanzo vya moja kwa moja, primary sources, na vyanzo rejea, secondary sources, kwa kutumia mbinu za maelezo na mbinu za kitakwimu, na vyanzo vya moja kwa moja vilihusisha mashahidi, mashuhuda na matukio ya wadau mbalimbali, kupima mahojiano ya ana kwa ana na vikao vya majadiliano. Majadiliano yaliwahusisha pia viongozi wa vyama vya siasa, vya dini,
viongozi wa serikali waliopo madarakani na wastaafu, na vyanzo virejea vilitumika kufanya mapitio na kuchambua nyaraka mbalimbali ili kupata ukweli na uthibitisho wa kilichotokea, ikiwa ni pamoja na taarifa za tume za uchunguzi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Aidha, tume ilizingatia pia viwango vya kimataifa vinavyohitajika katika kufanya uchambuzi wa aina hii, hususan katika kuhakikisha usalama, usiri na ulinzi wa mashahidi na watoa taarifa, mashahidi, mashuhuda na watoa taarifa wote ambao hawakutaka kutoa ushahidi au taarifa kwa njia ya wazi mbele ya tume ya hadhara walifanya hivyo kwa faragha. Moja ya mbinu muhimu zilizotumika ni mahojiano ya ana kwa ana, ambao kundi kubwa lilikuwa ni la waathirika, wafiwa, majeruhi, waliopoteza ndugu, walioharibiwa na kuibiwa mali, lakini kupitia usikilizaji wa wazi na wa faragha, pamoja na kuchukua maelezo ya kiapo ya maandishi affidavit. Jumla waathirika 1323 walisikilizwa na maelezo ya kiapo kuchukuliwa kwa waathirika 553. Tume pia ilipokea jumla mawasilisho ya maandishi 149 kupitia njia ya posta, 323 kufikishwa kwenye ofisi ya tume na 557 kupitia barua pepe. Vile vile jumla ya madodoso 4891 yalipokelewa na ujumbe mfupi kupitia SMS 33250 na ujumbe wa WhatsApp 23195 na kupata maoni kupitia simu za tume. Kadhalika, ziara za mikoani ambazo zilikuwa muhimu, tume ilifanya majadiliano na vikundi 170 wenye jumla ya washiriki 2099, na kwa upande wa Dar es Salaam jumla ya mijadala ya vikundi 31 vilikuwa na washiriki 1466. Mheshimiwa Rais, katika mikoa na wilaya zilizotajwa, tume ilikutana na waathirika, wafiwa, majeruhi, waliopotelewa na ndugu na walioharibiwa au kuibiwa mali zao, makundi maalum ya wananchi wakiwemo mamalishe, babalishe, bodaboda, machinga, watoto wasio na makazi maalum, wajasiriamali wadogo, machinga na kadhalika. Mahabusu pia tulionana nao katika mbalimbali, na pia viongozi wa dini, wawakilishi wa taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali, maafisa ustawi wa jamii, viongozi wa umma na wa kisiasa wastaafu, viongozi na watendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, waganga kutoka hospitali na vituo vya afya binafsi, waganga wakuu wa mikoa pamoja na timu zao, wakuu wa mashtaka wa mikoa, kamati za usalama za mikoa na wilaya, pamoja na wadau wengine walikuwa tayari kutoa taarifa, ushahidi na maoni yanayohitajika kwa ajili ya kazi ya tume. Hata hivyo, vipo vyama vya siasa vichache, wanasiasa, wanaharakati na viongozi wa mashirika yasiyo serikali wachache walioalikwa kwa maandishi kufika mbele ya tume, lakini hawakufanya hivyo. Tume inaridhika kwa ambao hakuja mbele ya tume ni kwa utashi wake na tunaoheshimu, lakini si kwa kinyima au kukosa fursa ya kwa sehemu ya safari hii. Mheshimiwa Rais, ushahidi wa kidijitali ulikuwa sehemu kubwa katika uchambuzi wa tume, hususan katika kuelewa madhara ya kibinadamu. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanya kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama, na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii.
Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Matumizi ya ushahidi na taarifa mseto kutoka vyanzo anuwai yalilenga kuzingatia na kudhibiti viwango vya uthibitisho vinavyotambuliwa na tume za uchunguzi za kimataifa, yani ushahidi ambao mtu yoyote mwenye busara ya kutosha atauona ili kubaini hoja. Tume ilitegemea zaidi ushahidi wa taarifa mseto zilizokusanya kutoka vyanzo anuwai vya moja kwa moja na vya rejea, vile vile vielelezo hivyo vya kidijitali. Tume pia izingatia umuhimu wa kuwa na ushahidi unaojitosheleza na ushahidi mwingine unahitaji kuungwa mkono. Matokeo ya uchambuzi. Mheshimiwa Rais, baada ya kueleza metodolojia ya uchunguzi, naomba sasa nijielekeze kwenye matokeo ya uchunguzi. Chanzo cha ghasia. Nitaanza kwa chanzo cha ghasia ambacho katika muktadha wa ripoti hii tumetofautisha kati ya chanzo na kichocheo cha ghasia. Chanzo ni sababu, asili, chimbuko au mzizi wa swala ambalo limedumu kwa muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi na kuwa na athari hasi katika jamii. Kichocheo ni kitu kinachochochea shauku, ari, hamasa, msukumo au motisha ya kufanya jambo fulani. Kwa maneno mengine, chanzo ni kama mafuta na kichocheo ni kama kibiriti. Vyanzo. Tume imepokea na kuorodhesha jumla ya maeneo 31 yaliyotajwa na mashahidi kuwa ni chanzo cha ghasia za wakati na baada wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Baada ya kuchakata orodha hiyo na ushahidi, tume imeainisha na kubainisha vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwilisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu.
Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi, kati ya mwaka 2003 na 2005, miaka mitatu, watu 758 walipotea, kutekwa au kujiteka, na kati yao watu 113 walipatikana na mashauri 8 yalifunguliwa ambao upelelezi unaendelea. Hivyo kwa jumla ya watu 758 waliopotea, kutekwa au kujiteka kwa sababu mbalimbali, watu 445 hawajapatikana. Takwimu hizi inaakisi malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Katika matukio hayo, Jeshi la Polisi ilieleza kwa sababu za kupotea kwa watu kutekwa ni pamoja na masuala ya kimapenzi, imani za ushirikina, waliotekwa na wahalifu kwa lengo la kupatia kipato au mali, waliojihusisha na vitendo vya kihalifu kwa chuki za kulipiana kisasi, waliojiteka wao wenyewe kutokana na sababu mbalimbali za kudaiwa madeni au kukwepa mkono wa sheria, walioondoka bila taarifa nchini au makwao, na usafirishaji haramu wa binadamu. Katika chanzo cha 4 ni utendaji wa baadhi usioridhisha wa baadhi tu ya watendaji na watumishi wa umma, hususan ngazi za chini, hasa mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutatuliwa kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zilizoundwa awali. Na 5 ni masuala yanayohusiana na uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiwekea katika nafasi nzuri kuendelea maslahi yao katika nchi nyingine, hasa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Mheshimiwa Rais, nije kwenye vichocheo. Ushahidi na taarifa vimeonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto ya wananchi zinazotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kushawishi na kuwachochea wananchi kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu na matamko mbalimbali. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu, matamko mbalimbali. Na tathmini ya tume imebaini kuwa vilikuwapo vichocheo mahsusi viliohamasisha ari ya kufanya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Vichocheo hivyo vinaweza kuweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza linahusu mitandao ya kijamii ambayo kwa mujibu wa mashahidi waliokuja mbele ya tume, mitandao hiyo ilitumika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo iliwahi kutokea nchini. Aidha, waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, yani content creators, ikiwemo mada za kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu au na kuhakikisha haufanyiki. Mitandao hiyo ilitumika pia kuandaa majukwaa ya majadiliano na kupanga mbinu na kuwaelekeza waliokubali kushiriki vurugu kwa kuzuia uchaguzi mkuu namna ya kufanikisha lengo hilo. Wapo pia mashahidi walioshiriki kufanya ghasia waliokuja mbele ya tume na kukiri kuwa baadhi yao walipewa simu maalum za mkononi na kupewa kazi ya kupiga picha na video za matukio kama vile majeruhi na vifo, au kupiga picha jirani na magari ya jeshi la ulinzi
sambamba na picha za maeneo mbalimbali ya wafanya ghasia walikuwa wamefanikiwa kufanya uratibu na kisha picha hizo na video zote hizo kurusha moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ili kuibua hasira za wananchi na kuwahamasisha nao wajitokeze kufanya ghasia kwa vile waliaminishwa kwamba jeshi la Tanzania liko upande wao. Kundi la pili la vichocheo ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ziko 12 lakini ziko nyingi ambazo baadhi ya washiriki katika ghasia walikiri kuzitumia ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la tatu la vichocheo lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge. Majina yao yalikata kwenye ngazi za juu za vyama, na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Lengo la wahusika. Kabla ya kueleza matokeo ya uchunguzi kuhusu lengo la wahusika, niruhusu nieleze kwa kifupi sana kuhusu dhana ya maandamano na matokeo ya uchunguzi wa tume kuhusu kilichodaiwa tarehe 29 Oktoba, endapo kilikuwa ni maandamano au sio maandamano. Dhana ya maandamano ya amani. Kabla ya kuzungumzia lengo la waathirika, matukio yalikuwa yanachunguza ghasia, ni muhimu kupata jibu la swala liliopo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kama yalikuwa maandamano ya amani, na hivyo kustahili kinga na utetezi kwa mujibu wa mikataba au sheria za kimataifa, kikanda na kitaifa au la. Majibu ya swala hilo ni muhimu kwa vile baadhi ya wadau ikiwemo watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi bado wanadai kuwa wahusika na haki ya kikatiba kufanya maandamano katika siku hiyo ilikuwepo siku hiyo ya 29 Oktoba. Hivyo tume ilifanya uchambuzi wa mikataba, sheria na kanuni mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa kuhusu dhana ya haki ya maandamano ya amani na mipaka yake. Mheshimiwa Rais, maandamano ni miongoni mwa haki za msingi zinazotambuliwa na ibara 21 ya mkataba wa kimataifa kuhusu haki za raia na za kisasa mwaka 1966 uliopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 19 Disemba mwaka 1966. Pamoja na mambo mengine, ibara hii inatambua haki ya kukusanyika kwa amani. Aidha, mkataba huu pia unaruhusu serikali kuweka mipaka kwa ajili ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya au maadili ya jamii na kulinda haki za watu wengine,
Vile vile uwekaji wa mipaka ni lazima uzingatie haki ya msingi ya kuishi kama ilivyoainishwa katika ibara 6 inayotaja kuwa kila binadamu ana haki ya asili ya kuishi, pamoja na ibara 21 inayotambua wigo na ukomo wa maandamano kama yapo kisheria, kihalali, ulazima, uzingatiwaji wa uwiano na ni lazima kwa ulinzi na usalama wa umma. Kuhusu misingi ya kikanda, haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani imeelezwa katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981 na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 kuwa ni haki ya msingi inayotakiwa kulindwa na kuheshimu. Katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu mwaka 1981, haki ya kusanyika kwa uhuru na amani imetambuliwa na ibara 11, na ibara hiyo imeweka wazi kwa mtu ana haki ya kukusanyika kwa uhuru pamoja na wengine. Aidha, serikali zinaweza kuweka masharti kuhusu haki hiyo kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya, maadili pamoja na haki na uhuru wa watu wengine. Tume ya Afrika ya haki za binadamu na utawala bora pia imeweka mwongozo kuhusu uhuru wa kujumuika na kukusanyika barani Afrika uliopitishwa mwaka 1917 ili kulinda haki ya maandamano barani Afrika. Mwongozo huu unazingatia nchi wanachama kuhakikisha maandamano ya amani yanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wajibu wa serikali ni kuruhusu mijumuiko hiyo iliyobainishwa katika katiba za nchi, na polisi wanapaswa kulinda waandamanaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi hayaruhusiwi. Misingi ya kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 imeweka haki za msingi za binadamu, ikiwa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika au kuandamana kama sehemu ya kutumia haki za uhuru wa maoni na kujieleza, pamoja na uhuru wa kukutana kwa watu wengine kwa hiari na kwa amani. Aidha, sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi pia imetoa mwongozo kwa mambo mengine na imeweka taratibu wa namna haki ya maandamano inavyopaswa kutekelezwa katika utekelezaji wa haki hiyo. Sheria pia imeweka mambo ya msingi ya kuzingatiwa kwa washiriki waandamanaji na serikali, kama vile haki ya maandamanaji na wajibu wa kutoa notice, kueleza madhumuni ya maandamano na eneo la mkusanyiko na utoaji wa zuio la maandamano. Baada ya uchambuzi na ushahidi na taarifa kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa muktadha wa vifungu hivyo vya katiba, hususan kukusanyika, kuandamana kwa amani na kutoa maoni, na baada ya uchambuzi wa mikataba ya kimataifa, kikanda na sheria za Tanzania kuhusu wajibu wa serikali kulinda haki ya kukusanyika kwa amani, ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani na kutoa notice kwa Jeshi la Polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya Jeshi la Polisi. Matakwa ya sheria za kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko takwa hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48
kama ilivyo sheria ya Ureno ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea. Ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. 3, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi kuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa, ibara 21 ya mkataba wa haki za binadamu na raia na kisiasa mwaka 1966, wa kikanda, ibara 11 ya mkataba wa Afrika ya haki za binadamu za watu na binadamu mwaka 1981, na ibara 10 na 11 ya mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu mwaka 50, na kitaifa ibara 18 na 21 ya katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha. Na 4, sheria na taratibu za kimataifa, kikanda na kitaifa haziruhusu maandamano yanayosababisha taharuki katika jamii, kuhatarisha usalama wa taifa, kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi, pamoja na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mambo hayo yalifanyika na yanakuwa kinyume cha sheria na tafsiri ya maandamano ya amani. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu haikuwa maandamano ya amani na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja, kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000, ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilieleza zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu
hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kiasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au hadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa, bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano. Kuna kijana mmoja Usariva, Arusha, kwa miaka 16, alishawishiwa, alipewa shilingi 50,000 ashiriki, na walimwahidi, na kwa maneno yake walimwahidi watampa shilingi 5,000,000 akishiriki, na kwa ushahidi wake anasema walinipa mchongo utakaonitoa kwenye umaskini. Huyo ni mmoja tu katika mashahidi ambao wamekuja mbele ya tume kuelezwa namna walivyorubuniwa ili kushiriki kwenye ghasia. Kutokana na ushahidi na taarifa na maoni yaliyopatikana, tume inabainisha na imeainisha kwenye ripoti yake Mheshimiwa Rais mbinu 16 zilizotumika na wahusika wakuu na waratibu kufanikisha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya mbinu hizo ni kuweka vizuizi barabarani, kuchoma moto mali mbalimbali, matumizi na ishara mbalimbali ya kutambuana, matumizi ya pikipiki kuanzisha ghasia, uanzishaji wa ghasia sehemu nyingi na kwa wakati mmoja. Lengo, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa kwenye tume na maelezo tulioipata, ni kwa matukio yale yalikuwa na malengo makuu yafuatayo. La kwanza ni kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na ushahidi uliotolewa mbele ya tume, lengo kuu la ghasia za Oktoba 25 lilikuwa kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Lengo hili linadhihirisha kupitia vitendo mbalimbali wafanya ghasia, ikiwemo kuharibu vituo vya kupiga kura, kushambulia askari kwenye vituo, mawakala na wasimamizi wa uchaguzi, kuharibu mali za wasimamizi wa uchaguzi, vitishio, madhara na mashambulizi dhidi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kupora mali za wasimamizi wa kupiga kura, na pia kuna ushahidi kwa wale wamepiga kura na bado walikuwa na vidole vyenye alama ya wino, kukatwa vidole vyao au kujaribiwa kukata vidole vyao, na wengi wao walipa fedha ili wajinusuru kufanywa hivyo. Pili ni kufikisha ujumbe kwa serikali. Kupitia ushahidi, taarifa na maoni, imekuwemo majadiliano na wataalamu wa uchumi, inaonekana kuwa kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali kuwa wanataka kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Lengo la tatu kwa walioshiriki ni wizi na uporaji. Kwa mujibu wa ushahidi, taarifa na maoni, miongoni mwa wafanya ghasia yalitokeza makundi makubwa yalikuwa na lengo la kuiba na kupora mali. Ushahidi wa moja kwa moja wa waathirika waliopora mali zao au kuibiwa, pamoja na picha za kidijitali na za kupitia picha mnato na picha mjongeo, unaonyesha namna vitendo vya wizi na uporaji vilivyofanywa na makundi hayo
kwa mfano wizi na uporaji uliotokea katika maduka na maeneo mengine ya biashara kwenye mikoa iliyotembelewa na tume. Vituo hivi vimethibitisha pia na baadhi ya wamiliki wa mali na biashara waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi. Hadidu za rejea za pili, Mheshimiwa Rais, uliotuagiza ni kubaini madhara ya kibinadamu, kiuchumi, kijamii, kisaikolojia yaliyotokea. Kuhusu madhara ya ghasia, madhara ya kibinadamu, haswa haki ya kuishi. Sheria za kimataifa, kikanda na ibara 14 ya katiba yetu inampa kila binadamu haki ya uhai na ulinzi wa haki hiyo na jamii. Haki hiyo inaweza kunyimwa tu kwa taratibu iliyowekwa na sheria. Tume haikuchukulia uchambuzi wa idadi ya vifo kama upekuzi wa msako wa namba, bali imeupa uzito sana uhai wa binadamu na heshima kubwa anayostahili kila maiti baada ya kifo, ambao pia ndio utamaduni wetu. Kwenye tathmini yake, tume imezingatia vyanzo vingi vya ushahidi, ushauri wa kitaalamu na taarifa, zikiwamo kutoka kwa wafiwa, waathirika, wahudumu wa afya mahospitalini. Imechambua taarifa kutoka Wizara ya Afya, vituo vya afya vya binafsi, ngazi ya taifa, mkoa na wilaya na maeneo mengine, na zile za hospitali binafsi. Tume ilipokea pia vibali vya mazishi kutoka kwa familia, na vyanzo vingine ni wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA yenye mamlaka ya usajili wa vifo, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yenye jukumu la uchunguzi wa kisayansi ya jinai inayohusiana na uchunguzi wa vinasaba, halmashauri za miji na mikoa na maoni ya wataalam wa patholojia na fani nyingine. Tume pia imepata fursa ya kuhojiana moja kwa moja na waganga na madaktari bingwa 80 wa sekta ya umma na binafsi katika mikoa 11 iliyotembelewa na tume, sambamba na picha mnato na mjongeo zilizothibitika kuwa na ukweli. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, ikifuatia na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10, na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia, civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki,
373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7 zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu. Maiti 485 katika maiti 118 zilitambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao kutoka vituo vya afya kwa ajili ya mazishi. Lakini maiti 6 tu ambazo hazikutambuliwa na hazikuchukuliwa. Kati ya hizo maiti 6 zimezikwa kwa mujibu wa kanuni za utupaji wa taka na mabaki ya miili ya binadamu na mamlaka za serikali za mitaa, ambao ndio utaratibu, ndio sheria nchini. Kuna maiti 3 tu ambazo bado zipo lakini zimefanyiwa uchambuzi wa kinasaba. Hizo ziko bado mkoa wa Dar es Salaam, bado mpaka leo ziko hospitali ya Muhimbili. Uchunguzi wa vinasaba pia ulifanyika kwa maiti 274 kwa lengo la kuchukua taarifa za kutambua maiti kwa usahihi. Taarifa hizi za kiuchunguzi zitasaidia sana kutambua ndugu na marehemu kwa ushahidi pale ambapo utahitajika. Tume pia ilifanya tathmini zaidi kuhusu uchunguzi uliofanya awali na madaktari waliothibitisha kifo kwenye hospitali mbalimbali. Kwa hiyo tume ilimwagiza mtaalamu na daktari bingwa wa patholojia kufanya uchambuzi wa taarifa za maiti, hizo postmortem reports, ili kubaini sababu halisi na namna vifo hivyo vilivyotokea na maeneo ya mwili yaliyoathiriwa. Katika kutekeleza agizo hizo, takriban taarifa za uchunguzi za maiti 216 zilifanywa uchambuzi wa kina. Uchambuzi huo ulibainisha kwa maiti hizo 219 zilitokana na vifo visio vya kawaida, na sababu ya kifo ya mmoja pia ilibainikwa, yani immediate cause ya vifo 147, ambayo ilikuwa ni kuvuja damu nyingi, kujeruhiwa ubongo, kukosa hewa, kujeruhiwa uti wa mgongo, majeraha mbalimbali, mshtuko wa moyo na kifo kimoja sababu hazikujulikana. Vile vile sababu ya halisi ya vifo, yani underlying causes au antecedent causes. Vifo vingi vilitokana katika idadi hiyo kupigwa risasi, ambayo ni vifo 197 sawa na 90%, na vifo 22 sawa na 10% havikuhusiana na matumizi ya silaha za moto. Taarifa ya uchambuzi wa wataalamu inabainisha kwa maiti 166
zilikuwa na majeraha ya sehemu ya mkono na miguu, na maiti 36 zilikuwa na majeraha sehemu ya kifua na tumbo, na maiti 12 zilikuwa majeraha sehemu ya kichwa na shingo. Maiti moja ilikuwa haina baadhi ya viungo. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya ghasia pamoja na madai ya baadhi ya mashahidi, idadi hiyo ya vifo iliyobainiwa na tume inaweza kubadilika kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya ndugu ambao walizika maiti za wapendwa zao bila kufikisha kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya au hawakupata fursa ya kuja mbele ya tume. Vile vile inawezekana kulikuwa na majeruhi ambao waliamua kutibiwa nje ya mfumo rasmi na wakafariki bila taarifa zao kufikishwa panapostahili. Tume pia ilipokea ushahidi na madai kuhusu watu kupotea au kutokupatikana tangu wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa kuzingatia ufafanuzi uliotolewa kwa idadi ya vifo hiyo 518 kwenye ripoti ya tume, inaweza ikawa sio kauli ya mwisho, not final and conclusive. Tathmini ya tume kuhusu vifo. Tume inatambua kuwa vifo vimeacha pengo kubwa katika familia na jamii na kuathiri kwa kiasi kikubwa nguvu kazi ya taifa. Madhara yaliyotokea yanasababisha baadhi ya familia kupoteza utegemeo lao kuu na hivyo kuziweka familia hizo hali ya utegemezi wa kiuchumi na kijamii. Tume pia imepokea ushahidi kwa watu 39 ambao inadaiwa walifariki au kupotea, ikiwemo baadhi ambao awali inasemekana miili yao ilionekana kwenye hospitali au vituo vya afya na kutambuliwa, lakini ndugu zao baadaye miili hiyo haikuonekana tena, na wengine walisema kuwa walizika nguo za marehemu ili kuhitimisha misiba. Hii ni moja ya jambo muhimu ambayo tume imetoa mapendekezo ili ifanyike kazi mapema iwezekanavyo. Tume pia ilipokea madai kutoka kwa waathirika na mashahidi wengine kuhusu watu kupigwa risasi, kujeruhiwa au kuuawa katika maeneo ambayo hayakuwa na ghasia na vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi kwenye makazi yao, ikiwa pamoja na ndugu, ikiwa pamoja na ndani ya nyumba au sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito zinazoashiria uwezekano wa matumizi ya silaha za moto kinyume na miongozo na kanuni za kimataifa, kikanda na kitaifa na kuhusu matumizi hayo ya moto. Hili ni jambo jingine linalohitaji kufanya upelelezi wa kina, na tume imeleta mapendekezo kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niseme kidogo kuhusu majeruhi. Tathmini ya tume inaonyesha kuwa hadi kufikia 31 Machi mwaka 2026, majeruhi waliokuwa wamehudumiwa katika vituo vya afya vya umma na binafsi walikuwa ni 2390. Kati yao raia civilian walikuwa 2270, 95%, na maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama 120, sawa na 5%. Kuna uwezekano kwa baadhi ya majeruhi hawamo katika idadi hiyo kwa sababu mbalimbali, kuna pamoja na uwezekano wa baadhi ya majeruhi kuendelea kupata matibabu nje ya vituo rasmi vya kutolea huduma za afya na wengine kukimbia nchi jirani, hususan kwa mikoa ya mipakani ya Mbeya, Songwe, Arusha na Mara kwa hofu za kukamatwa. Majeruhi waliopata majeraha makubwa walikuwa 219, sawa na 9.2% ya majeruhi wote. Kati yao majeruhi 197 walikuwa na majeraha yanayotokana na risasi na 22
hayakuwa na risasi. Wengi wa majeruhi katika kundi hilo walazimika kulazwa hospitali ili kupata huduma za matibabu. Aidha, majeruhi 2171 walipata majeraha madogo ambayo walipata huduma na kuruhusiwa. Kati yao majeruhi 833 walikuwa na majeraha yaliyotokana na risasi katika sehemu chini za mwili, wakati majeruhi 126 walikuwa na majeraha sehemu ya juu ya mwili, na uchunguzi wa kitabibu kwa majeraha wote ulifanyika kwenye vituo vya umma na huduma za afya, na majeraha wote hao walipata huduma. Kulikuwa hakuna ushahidi wowote wa mtu yoyote katika hao ambayo aliteswa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kulikuwa na madai ya kuwepo makaburi ya halaiki. Kulikuwa na madai hayo kupitia vyombo vya habari vya kitaifa na mitandao ya kijamii kusuwepo kwa makaburi ya halaiki eneo la makaburi ya Kondo, Kunduchi, manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam. Tume imefanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua eneo la makaburi, kufanya mahojiano na kupata taarifa ya afisa msimamizi wa makaburi hayo kutoka manispaa ya Kinondoni na kuchukua ushahidi wa wasimamizi wa makaburi ya Kondo. Tume pia imeshirikisha wataalamu mbalimbali ili kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu madai hayo, ikiwa pamoja na picha za satellite iliyotumika kuleta madai hayo. Maoni ya wataalamu hao, wakiwemo wa uchambuzi wa mbalimbali wa mifumo ya taarifa za kijiografia, remote sensing and geographical information system, ni kwa madai hayo hayakuweza kuthibitishwa. Lakini tume pia ilifanya ukaguzi na kubaini kwa eneo la makaburi ya Kondo linazungukwa na makazi ya watu na ambayo bado linatumika kwa shughuli za kilimo cha msimu na lina ulinzi muda wote. Kutokana na ushahidi na uchunguzi wa tume wa uandani na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika. Madhara ya kiuchumi. Madhara makubwa ya kiuchumi yaliyotokea ni yale yanayohusu mali za watu binafsi na mali za serikali kuharibiwa. Tume imebaini kutoka vyanzo mbalimbali kwa mali iliyoharibiwa ina thamani ya bilioni 125 shilingi 125 bilioni. Kati ya mali hizo, mali za sekta binafsi ambayo ni watu binafsi, vituo mafuta, CCM na benki zina thamani ya bilioni 89 sawa na 71.2%, na mali za umma ambazo ni mali za serikali na taasisi kama zile shule, TRA, mahakama, polisi, DART, TANROADS, TANESCO, TTCL zina thamani ya shilingi bilioni 36 sawa na 28.8%. Lakini sekta binafsi ndio imepata madhara makubwa kuliko sekta ya umma. Ushahidi na waathirika wengi waliopoteza mali binafsi unaonyesha machungu waliopata na wanaendelea kuwa nayo. Mfano mmoja ni mstaafu alieleza tume kwa kusema haya: baada ya kustaafu nilikwenda Equity Bank Tanzania kwa ajili ya mkopo wa gari la kufanya biashara kiasi cha milioni 180 kabla ya riba. Nikanunua tipa la mchanga lenye namba ya usaili ambapo kila mwezi nilikuwa narejesha milioni 6.9. Gari hilo baada ya kuinunua ilikuwa inaegesha kwenye eneo la TANROADS Kimara Temboni
baada ya kazi. Tangu gari hilo ninunue ilifanya kazi kwa miezi miwili tu, na tarehe 29 Oktoba wakati wa ghasia ya uchaguzi mkuu, eneo la kuegesha magari la TANROADS lilivamiwa na gari yangu ikawa imechoma moto na kuteketea kabisa. Nimejaribu kupata msaada kwenye bima, ila imeshindikana kwa kuwa nilikuwa na bima ya kawaida kubwa comprehensive na sio bima ya majanga ya kisiasa, political risk insurance. Mjasiriamali wadogo pia na wakati walipora na kuibiwa mali zao zenye thamani ya bilioni 1.6. Shahidi moja kutoka Tegeta alieleza haya: mimi ni mfanya biashara wa simu. Siku ya uchaguzi mkuu duka langu lilivamiwa na wafanya vurugu, wakaiba simu zote ndani ya duka. Simu zenyewe ni za mkopo, nina hali mbaya, hata sijui nifanyaje, uwezo wangu haupo tena, hapa nilipo nimejaa msongo wa mawazo. Kuna uwezekano wa tathmini ya mali zilizoharibiwa au kuibiwa kutoka kundi hili kuwa ni kubwa zaidi kutokana na changamoto za utunzaji wa kumbukumbu na taarifa za biashara na wajasiriamali hao. Zilivyo pia hasara kubwa kwa upande wa sekta ya fedha. Kwa mfano, jumla ya shilingi milioni 621.7 ziliporwa na kuibiwa katika ATM, Vioto Motela ya mabenki makubwa matatu, CRDB, NMB na NBC. Sekta nyingine zilizoathirika kiuchumi ni kushuka kwa masoko ya fedha, mabadiliko ya mzunguko wa fedha, usafiri na usafirishaji na utalii. Kwa mujibu wa taarifa ya Februari 2025 ya kampuni ya kimataifa ya kutathmini kiwango cha nchi kuaminika katika kukopa, yaani Moody's, kiwango cha Tanzania cha kuaminiwa katika kukopa, credit rating, kimebaki katika kiwango cha B1. Hali hiyo inaifanya Tanzania iendelee kuaminika na wakopaji kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Aidha, wachumi waliokutana na tume walisisitiza kwa iwapo viashiria vya kisiasa, political risks, havitashughulikiwa ipasavyo, kiwango hicho kinaweza kushuka. Kwa mujibu wa Benki Kuu, uamuzi wa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ilikuwa ni uamuzi mzuri na wakati, na kwa kiasi ni muhimu, ulikuwa muhimu, chanzo muhimu cha kujenga imani kwa uchumi wa Tanzania. Madhara mengine ambayo tume ilielekeza kuchambua ni madhara ya kisaikolojia. Tume ibaini kuwapo kwa watu waliopata madhara ya kijamii, kihisia, emotional, kiroho, spiritual, kiakili, mental, kimwili, physical, ambayo wanahitaji kupatiwa huduma za afya ya akili, kisaikolojia na kijamii. Matokeo kama vile vifo, ulemavu wa kudumu, majeraha ya mwili, kupoteza ndugu au kupora au kuharibia mali vilivyotokea kwa baadhi ya watu vimesababisha athari ya kisaikolojia na changamoto za kijamii miongoni mwa wananchi. Athari hizo zimejitokeza kwa namna tofauti, ikiwemo watu kupata msongo wa mawazo, huzuni, hofu, kupoteza imani ya mifumo ya kijamii na kisiasa. Katika mazingira hayo, imebainika kuna mgawanyiko ambao jamii imepoteza mshikamano na kuaminiana. Kundi lingine ambalo liliathirika ni wahanga, wauguzi na wahudumu kwenye vituo vya afya, ambao wengi walifanya kazi masaa 72 mfululizo, na mmoja wao anasema haya kwamba anataka hata kuacha fani hiyo yake ya udaktari.
Shahidi mwingine kutoka mkoa wa Shinyanga alisema kuwa baada ya kupigwa risasi ya mguu nilipoteza uwezo wa kutembea, na kama zamani maisha yangu yamebadilika sana. Ukosefu wa baiskeli ya kunisaidia kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, hususan kwenda shuleni, umeninyima uhuru wa kushiriki maisha ya kawaida kama kijana wenzangu. Nimejikuta nikiwa na huzuni na msongo wa mawazo kwa sababu siwezi kufika shuleni, kushiriki na marafiki, wala kuendelea na ndoto zangu. Mara nyingi najihisi sana thamani na nimeachwa peke yangu, hali ambayo imenifanya niishi katika upweke. Wakati wa kusikiliza mashahidi, tume ilibaini uwepo ya watu 107 wenye hitaji la msaada wa kisaikolojia ili ichukue hatua. Iliwaunganisha waathirika hao moja kwa moja na wizara yenye dhamana ya masuala ya maendeleo ya jamii ili waweze kuchunguzwa na kupatiwa msaada wa kisaikolojia. Tunashukuru hilo limefanyika na waathirika wote 710 walifikiwa na walipatiwa huduma za kisaikolojia mikoani na wilayani na ustawi wa jamii, idara ya ustawi wa jamii wa serikali. Mheshimiwa Rais, hadidu za rejea ya 3 ilikuwa ni kubaini hatua za kubaini, kuzuia na kudhibiti ghasia. Kuhusu kubaini, viashiria vya kutokea kwa ghasia siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 wenye lengo la kuzuia na kuvuruga uchaguzi vilianza kujitokeza kupitia mitandao ya kijamii takriban miezi 6 kabla ya uchaguzi. Kwa nyakati tofauti, kuanzia mwezi wa Aprili hadi Oktoba 25, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA ilikuwa ikiwasilisha taarifa zinaonyesha viashiria vya ghasia kwa mamlaka na vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi nyingine ili zichukue hatua. Tarehe 17 Oktoba 2025, TCRA ilibaini bango mtandaoni lililokuwa na maudhui yanayohamasisha ghasia na kuzuia uchaguzi mkuu. Bango hili lilionyesha malengo ya maandamano yaliyoandaliwa kuwa ni ya kitaifa, kuwa ni ya kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu uliopangwa tarehe 29 Oktoba. Katika taarifa yake ya 26 Oktoba, TCRA pia ilibaini kuwepo kwa mjadala katika moja ya mitandao ya kijamii kuhusu namna watakavyotekeleza ghasia siku ya uchaguzi. Majadiliano hayo yalionyesha kuwa siku ya uchaguzi yangeharibu mifumo ya umeme ili kuliingiza nchi gizani, kuchoma moto vituo vya mafuta na kuchoma moto vituo vya kupigia kura kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu. Licha ya viashiria vya mtandaoni viliwekwa wazi zaidi, kulikuwa pia na viashiria ambavyo tume ilivigundua kupitia mashahidi waliofika mbele ya tume. Mfano ni kuwepo kwa vijana wasiopungua 500 katika majengo, misitu na makambi katika maeneo mbalimbali nchini kwa takriban siku 28, ambapo walihifadhiwa na kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia siku ya uchaguzi mkuu. Tume kupitia uchunguzi wake ilibaini kwa moja ya nyumba hizo iliyopo Dar es Salaam ilikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka kituo cha polisi. Pamoja na tume kupokea ushahidi unaonyesha kuwepo kwa baadhi ya viashiria vya mipango ya vurugu siku ya uchaguzi mkuu, hakuna ushahidi unaonyesha
kubainika kwa vitu hivyo vichache ambavyo tumeviongelea au hatua stahiki kuchukuliwa kikamilifu kabla ya matukio ya uvunjifu wa amani. Kama nilivyoeleza awali, uvunjifu wa amani uliotokea ulithibitishwa kiwango kikubwa cha matayarisho ya vurugu hizo. Wafanya ghasia walitumia mbinu mbalimbali ambazo hazikutarajiwa, na mbinu hizo ni pamoja na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani kwa wakati mmoja katika sehemu mbalimbali za miji na sehemu nyingine kwa kutumia mbinu mtawanyiko, dispersal violence points, ili kuzuia polisi wasiweze kukabiliana nao na kuwadhibiti kwa urahisi. Ikumbuke pia kwa siku hiyo ya uchaguzi, polisi wengi walikuwa kwenye vituo vya kupiga kura wakilinda amani na sare tu na bila kuwa na silaha yoyote. Wananchi pia waliokuja mbele ya tume waliona ishara za vurugu zitatokea siku ya uchaguzi mkuu. Shahidi mwingine aliyofika mbele ya tume alieleza kuwa waliona ishara ya vurugu kupitia mitandao ya kijamii na wengine kutoa taarifa mbele ya tume kuhusu hofu walikuwa nayo, na kwa mfano ni hiyo. Kiongozi mmoja wa dini aliambia tume kuwa kabla ya siku ya uchaguzi mtoto wake alikuwa na taarifa kuhusu vurugu zilizokuwa zimepangwa kuzuia uchaguzi usifanyike. Aliposhinda kuwashawishi baba na mama yake wasijitokeze kupiga kura, aliwashauri kuwa angalau wasafishe vidole vyao mara tu baada ya kupiga kura, kwa kuwa wapo watu wamejipanga kukata vidole kwa hao ambao wamepiga kura. Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika ngazi ya taifa, mkoa na wilaya, kama walivyokuwa Watanzania wengine, walishtukizwa na hawakuwa wamejiandaa kwa kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea tarehe 9 Oktoba zilizotokea wakati huo katika mikoa 14, wilaya 33 na maeneo 202. Kupitia mabaraza ya polisi, maafisa na wakaguzi na askari polisi walipata fursa ya kueleza tume namna ghasia zimekuwa kubwa na hatarishi kwa maisha yao wao binafsi, lakini pia wafanya ghasia kutumia mbinu na silaha mbalimbali kukabiliana na askari. Askari mmoja alithibitisha kwa jeshi la polisi alikutegemea aina, ukubwa na usambaaji wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu. Mmoja alieleza, tulijipanga kwa maandamano yaliyotokea ni mkusanyiko. Afisa mwingine wa vyombo vya ulinzi na usalama alieleza kuwa tulijipanga kwa maandamano yaliyotokea ni uyoga nchi nzima. Kuhusu hatua zilizochukuliwa, Mheshimiwa Rais, baadhi ya kamati za mikoa zilijulisha tume kupitia taarifa zao kuhusu hatua mbalimbali walizochukua kudhibiti matishio ya uvunjifu wa amani. Mfano ni kamati ya usalama ya mkoa wa Katavi. Katika taarifa yake imeeleza kwa baada ya kuanza kuona viashiria vya kuwepo kwa ghasia wakati wa uchaguzi, iliimarisha mikakati ya ufuatiliaji na taarifa za kiintelijensia na kuzifanya kazi kwa haraka. Aidha, kamati ya mkoa na kamati ya wilaya za usalama zilianza kufanya vikao vya pamoja ambao katika kipindi hicho zilikutana mara 11. Hali kadhalika, kamati ya usalama ya mkoa wa Kilimanjaro ilieleza tume kwa baada ya kuanza kuona viashiria na uwezekano wa kuwepo ghasia wakati wa uchaguzi, ilichukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya vikao vya kamati mara kwa mara kwa lengo la kupeana taarifa, kukutana na viongozi wa vyama vya siasa mara kadhaa
na kukutana na vikundi vya bodaboda, na mkoa wa Kilimanjaro ni mmoja mkoa ambao hakuwa na changamoto za vurugu. Mheshimiwa Rais, niongelee kuhusu hatua za kudhibiti. Sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi inabainisha majukumu ya jeshi kwa polisi, kwa ni pamoja na kulinda raia na mali zao. Aidha, ili kutekeleza jukumu hilo, askari wa Jeshi la Polisi wameruhusiwa kubeba silaha wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Hata hivyo, ruhusa ya kubeba silaha inayotolewa chini ya sheria hiyo sio ruhusa ya moja kwa moja ya matumizi ya silaha hizo. Matumizi ya silaha yanapaswa kuzingatia misingi ya sheria na miongozo mbalimbali kuhusu matumizi ya silaha za moto. Na kifungu 19 kifungu kidogo cha kwanza kinaainisha masharti na mazingira ambayo silaha za moto dhidi ya binadamu zinaweza kutumika. Ni ambako wakati ambako kuna jaribio la kumuokoa mtu mwingine ambao anapata madhara, au wakati wa kuzuia ukamataji kihalali na kadhalika. Lakini masharti ya kifungu hicho Jeshi la Polisi huduma saidizi pia naendana kabisa na sambamba na kifungu cha 9 ya kanuni za misingi ya Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu ya silaha za moto kwa maafisa wa vyombo vya utekelezaji wa sheria zilizopitishwa mwaka 1990. Kwa hiyo sheria yetu ni sambamba tu kabisa na kanuni ya msingi ya Umoja wa Mataifa. Pia sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kifungu 19(1) na cha 2 kinatoa mwongozo wa kisheria kuhusu ukamataji wa mtuhumiwa na matumizi ya nguvu wakati wa ukamataji. Lakini pia Jeshi la Polisi lina kanuni zake za jumla, Police General Order 274 ya kanuni za jumla za Jeshi la Polisi, ambazo zimebaini mataka manne ambayo yanahitajika kabla matumizi ya nguvu za silaha za moto. Na hayo manne ni sawa tu kabisa na masharti ya kimataifa na masharti ya kikanda. La kwanza ni swala la uwiano wa proportionality, yani matumizi ya nguvu lazima yawiane na tishio. Kadri upinzani unavyoongezeka kuanzia ilani inayotolewa, udhibiti mkali, udhibiti hatarishi, na mwisho kiwango cha nguvu, ndio hicho cha kutumia nguvu za mwisho. 2 ni uhalali wa matumizi ya nguvu unatokana na kufuata mamlaka na taratibu zilizowekwa kisheria. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya jumla ya Jeshi la Polisi PGO 274 kifungu 4 kisoma pamoja na sheria za mwenendo wa mashauri ya jinai na kanuni za adhabu zinika uhalali wa Jeshi la Polisi kutumia nguvu panapohitajika kufanya ghasia. Kwa hiyo principle ya legality ipo Tanzania tayari kisheria. 3 ni swala la uwajibikaji. Askari anapozingatia misingi ya matumizi ya silaha anawajibika binafsi, personal accountability. Kila afisa au polisi anawajibika binafsi kwa matumizi yoyote ya sofa ya silaha ziliko chini ya uangalizi na udhibiti wake. Kwa msimamo huo pia umebainishwa katika kesi nyingi dhidi ya polisi ambao zimeamuliwa na Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani ya Tanzania na nchi nyinginezo. La mwisho ni swala la ulazima, necessity. Polisi wanaweza tu kutumia nguvu pale ambapo ni lazima kabisa kufanya hivyo. It was strictly necessary kufanya hivyo ili kudhibiti hali kulingana na hizo kanuni nilizozungumza. Tume pia ilizingatia misingi ya mwongozo wa matumizi ya nguvu
use of force compendium ambayo pia imebainishwa kwenye kanuni za polisi. Ilichambua ushahidi kuhusu matumizi ya nguvu katika maeneo mbalimbali na kubaini kuwa hatua za matumizi ya nguvu zilitofautiana katika eneo moja na eneo jingine. Yapo maeneo ambayo hatua ya kwanza ya uwepo wa askari ilizoesha kuzuia ghasia kuendelea. Ile ndi level ya kwanza ambayo polisi tu kwa sura yake na nguo alizovaa inasambaza makundi yalokusanyika. Lakini yapo pia maeneo mengine kutokana na kiwango cha tishio kwa uhai wa askari au raia wengine ililazimu kutumia hatua nyingine zile za juu, na ziko hatua 6. Mfano, kituo cha polisi cha Salasala Dar es Salaam. Mmoja ya askari aliyekuwa katika kituo hicho alieleza kuwa walikuja kituoni hapo, walivamiwa na kundi la watu zaidi ya 150 wakiwa na silaha za jadi ikiwemo mapanga, mishale, mikuki na madumu ya mafuta ya petroli, na kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi na baadaye kuamua kukimbia baada ya kuzidiwa nguvu. Shahidi mwingine kutoka kituo cha Nyamagana Mwanza alieleza hali ilivyokuwa eneo la stendi kuu ya mabasi ya mwendo ya kwenda Nyegezi, ambapo kundi la watu 300 au 400 walikuwa na silaha za jadi ikiwemo sime, nondo, marungu, wakiwa wanafanya ghasia kwenda moja na kuchoma moto mali za watu. Kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi, na hadi ilipozidi kuwa mbaya ya hatari walazimika kutumia silaha za moto. Kwa mujibu wa ushahidi huyo, katika tukio hilo askari walikuwa 9 dhidi ya kikundi cha wafanya ghasia 400. Askari mwingine kutoka kikosi cha kutuliza ghasia Mwanza alieleza pia kuwa siku hiyo Oktoba saa 7 mchana wakiwa katika eneo karibu na benki ya CRDB na NMB Buzwelo, askari polisi walikuwa wakiwaokoa askari wengine na walilazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya wafanya ghasia na kuokoa askari wenzao walikuwa katika hali mbaya. Tume pia ilipokea ushahidi kutoka baadhi ya mashahidi walidai kwamba polisi ilitumia nguvu katika kudhibiti ghasia kama ifuatavyo. Tarehe 30 Oktoba 2020, mkazi wa Mombo Songwe anasema kwa majira ya mchana alikuwa kisimani anachota maji na mtoto wake. Walisikia mlio wa mabomu, kawa anakimbia akiwa amebeba mtoto. Mtoto alidondoka chini baada ya kupigwa risasi kichwani. Mkazi mmoja wa Marungu, wilaya ya Rumeru, alitaarifu tume kuhusu tukio la mwanawe wa umri ya miaka 35 alipigwa risasi 4 na askari polisi katika eneo la Kimondulu tarehe 29 Oktoba akiwa karibu na dukani kwake. Karibu wa maelezo ya shahidi mwingine, mashahidi huyo, mwanae alipigwa risasi ya mgongoni akaanguka chini, kisha askari walimfuata na kumpiga risasi 3 mgongoni na kumvunja mifupa miwili, uti wa mgongo na nyingine chini ya moyo, na hivyo imeshindikana kuitoa. Kwa sasa mwanae anaendelea na matibabu hospitali moja ya rufani. Tukio hilo ni moja ya matukio yanahitaji upelelezi za kina ambayo tume imependekeza. Lakini pia huko Mwanza tume imepata taarifa tukio la mauaji ya watu wapatao 13 lililodaiwa kutokea tarehe 31 Oktoba katika kibanda cha TV kilichopo eneo la Mji Mwema jijini Mwanza. Shahidi mmoja ambaye alijitambulisha
kama mnusurika wa tukio hilo, alieleza tume kupitia maelezo yake ya kiapo kwa tarehe 31 Oktoba, watu wanaodhaniwa kuwa ni askari polisi walivamia kibanda hicho na kuwapiga risasi watu takriban 13, akiwamo yeye shahidi mwenyewe ambaye aliweza kunusurika na kutoroka. Na kwa jibu wa maelezo yake, pamoja naye kuna wapo watu wengine wawili walionusurika, ambapo mmoja alikuwa akipatiwa matibabu katika moja ya hospitali ya Mwanza na mwingine kijijini kwake. Hii pia ni moja ambalo tuhuma nzito ambayo inahitaji uchunguzi zaidi na tume imependekezwa. Mheshimiwa Rais, serikali ina wajibu kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na inapotokea hali yoyote inaweza kuhatarisha usalama, serikali kupitia vyombo hivyo inapaswa kuchukua hatua stahiki ya kurejesha utulivu kwa mujibu wa sheria na miongozo. Pale ambapo hatua zilizochukuliwa zimesababisha madhara kwa raia kutokana na matumizi ya nguvu ya afisa au maafisa wa vyombo vya ulinzi na salama, basi upelelezi wa haraka uhuru kikamilifu unatakiwa ufanyike kwa mujibu wa miongozo yetu nchini, ya kikanda na kimataifa. Lengo ni kulinda amani ya wananchi kwa serikali na vyombo vyake ili kuhakikisha dosari hazijirudii. Hadidu za rejea nyingine ilikuwa ni utawala wa sheria na uwajibikaji. Lakini kuja nijenge daraja, Mheshimiwa Rais, katika hatua zilizochukuliwa na uwajibikaji ambayo nitalizungumzia sasa hivi. Tulivyosikia watu wengi walipokuja mbele ya tume, nadhani ni matarajio ya wengi kwamba hii leo tume pia ingewasilisha kwako baada ya siku 153 na kuanika hadharani wahusika wakuu walopanga, waloratibu, walofadhili matukio ya ghasia. Kuna tegemeo hilo. Pia kuna tegemeo kwamba leo hii baada ya siku 153 waliokiuka haki ya uhai pia tungewatangaza. Hilo ni tegemeo la wengi, lakini hilo kwa maoni yetu tunaita ni sio la wakati, kwa mambo mawili matatu. Tume hii ni tume ya kutafuta hoja, fact finding. Tume ya kutafuta hoja, fact finding. Pili, mamlaka ya kushughulikia masuala ya jinai au madai zinabaki pale pale, hazikubadilishwa na tukio. Kwa hiyo mamlaka zile za uchunguzi zinaendelea pale pale. Kwa mfano, kuna mtu amenyongwa Mwanza wakati wa tukio. Hiyo ni jambo ambayo jeshi la polisi linashughulikia. Kwa hiyo vitu havisimami shauri ya tume. Kama uhalifu umetendeka, unaendelea. Lakini jingine, tume pia hizi zinakatazwa, na tume zote za kimataifa ni hivyo hivyo, kwamba huwezi kumtuhumu mtu bila kumpa fursa ya kujibu dai. Kwa pamoja na watu kutajwa mbele ya tume, mpaka waitwe, wahojiwe ili umpe haki yake. Usipompa haki yake, hiyo kesi yako ikienda mahakamani lazima itafutwa, kwa sababu sisi
tofauti na nchi nyingine. Haki ya kumpa mtu kumsikiliza ni ya kikatiba, sio ya sheria. Kwa lazima kabla hujamhukumu, hujasema kwamba huyu anahusika. Kwa hiyo tume hizi hazihitaji jina. Lakini la mwisho ambalo watu wanataka kwamba matukio yote ya Tanzania, Mheshimiwa Rais, tuyaweke kwenye mizani moja. Tumesema matukio 202, eneo 202. Sasa eneo moja Kinondoni kuna matokeo ngapi? Siku moja 29, wakati mmoja, saa moja, matokeo 8. Matokeo 8. Kwa hiyo maeneo tukisema 202, Bunda eneo moja, lakini ndani ya kuna maeneo mangapi? Ubungo eneo moja, kuna mambo mangapi? Kwa hiyo matukio ni mengi. Kwa hiyo huwezi kupima yote kwa Tanzania, kwa sababu wanataka watu tutoke kwamba nguvu iliyotumia ni ndogo au kubwa. Hii si kama bembea unapima nguvu kubwa, nguvu dogo. Hapana, kila tukio lipimwe. Kwa hiyo tukio la ghasia la matumizi ya silaha za moto, kwa mfano lililosababisha kifo cha moto stendi ya shule Kibamba Ubungo, Dar es Salaam, na mazingira yake na yote yaliyotokea hapo siku hiyo, hayawezi kupimwa na ghasia zilizotokea na kusababisha kifo cha raia aliyepigwa risasi mtaa wa Kilimanjaro Tegeta Ubungo, licha ya ghasia iliyotokea na kusababisha kifo cha raia Tegeta au Usalama Road kaya ya Bunju Kinondoni, Dar es Salaam. Hivyo haya yote huwezi kuyapima na ghasia iliyosababisha kifo cha mwanakijiji kijiji cha Gitiro Tarime Mara. Kila mmoja ipime kadri ya tukio lilivyotoka na tuhuma zilizotolewa wakati huo. Kwa uhalali wa matumizi ya silaha za moto kwenye ghasia lazima zipimwe kuzingatia mazingira yaliokuwa kwenye tukio hilo wakati na muda huo, vitendo vya husika, uandani, namna vitendo hivyo vilivyopinzana, na kama sheria inavyotaka vipimwe kwa busara ya kawaida kama alivyoiona askari alipokuwa kwenye tukio hilo akiwa kwenye eneo hilo. Kwa kama taarifa ya tume ilivyoeleza, matukio hayo yalikuwa mikoa 14, wilaya 43, maeneo 202. Kwa hiyo tume imepokea madai ya matumizi hayo mengi kupitia kiapo na kadhalika, lakini pia kutokana na hayo, kama nilivyosema, kuna pendekezo ya hatua hizo ambazo tunaomba kwa busara yake Mheshimiwa Rais aangalie uwezekano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza kazi ya tume, kuhama kutoka uchunguzi ambao tunafanya kwenda kwenye upelelezi mahsusi wa matokeo mahsusi, ili sheria ichukue mkondo wake. Mheshimiwa Rais, nije mambo mawili ya mwisho ambayo ulituagiza tufanye. Moja ni swala kuangalia maridhiano na katiba mpya. Kwa hiyo kuhusu maridhiano na katiba mpya, tume imebaini yafuatayo. Mosi, matukio ya Oktoba 23 pamoja na changamoto ambazo zimekuwapo kwa muda mrefu vimesababisha nyufa na majeraha kwa taifa. Hivyo maridhiano na muafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha na kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Maridhiano yanapaswa kuwa mtambuka ya kuimarisha nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho na kufikia muafaka wa kisiasa, kukubaliana juu ya misingi mambo yanayohusu katiba mpya na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. Swala la maridhiano, Mheshimiwa Rais, halikuanzishwa na ghasia
lilianzishwa kwa maoni ya wengi walivyoingia madarakani mwaka 2016 na falsafa ya 4R ambayo moja ni maridhiano. Kwa hiyo sio hasia ndio zimeleta maridhiano, maridhiano ni muendelezo. Lakini la pili, kwa kuzingatia nafasi na taasisi za dini katika kulinda tunu ya amani na kujenga utengamano katika jamii, upo muhimu wa kufanyika majadiliano baina ya dini kama sehemu ya maridhiano ya kijamii. Hivyo majadiliano, maridhiano na muafaka miongoni mwa viongozi wa dini yataimarisha uelewano miongoni mwao na kukubaliana kuhusu mipaka kati ya dini na siasa katika utekelezaji wa majukumu yao, kisha mapendekezo yao kuwasilisha serikalini kwa hatua stahiki kwa ajili ya utulivu wa siasa na kijamii na kuepuka migongano katika siku zijazo. 3, maridhiano yatakayofanywa katika ngazi ya kitaifa yanapaswa kushuka ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kwa kutumia mifumo ya utawala iliyopo kwenye wilaya, tarafa, kata na vijiji. Na 4, ili kuhakikisha mchakato wa maridhiano na muafaka wa kitaifa unafanikiwa na kusaidia kukwamua mikwamo iliyojitokeza, ni muhimu kuwa na baraza la ushauri la wazee lisilo rasmi, ili wazee wote washauri katika kutafuta changamoto na mivutano katika jamii na mambo mengine ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, mwishoni tumependekeza mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu kama utakavyoona inafaa. Tume inawasilisha mapendekezo mbalimbali yakiwemo ya muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati. Kwa minajili ya wasilisho hili, naomba tu nieleze baadhi ya mapendekezo hayo, lakini hakuna pendekezo ambalo linapendekeza kuanzishwa kwa taasisi mpya. Mapendekezo ya muda mfupi. Baadhi ya mapendekezo: mosi, ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, prosthesis. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. 3, ni serikali iweke mkakati na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka, rapid assessment, ya athari za kisaikolojia na kijamii katika maeneo yaliyoathirika na ghasia za Oktoba 25. 4, ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalam wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaji wa katiba, kamati ya wataalam ipate maoni na michango ya wananchi. Tumebaini kuanzia
2014 mpaka hii leo kuna Watanzania zaidi 16 milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Kwa ndio umuhimu wa hii kamati ya wataalamu kupata wadau, lakini kupata wadau au vijana kwenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi, referendum. Ushauri mmoja ulitolewa na kiongozi wa dini ni kwamba katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira. Hiyo ndio ushauri wa kiongozi mkuu mmoja wa dini. 5, serikali iunde tume ya maridhiano ya muafaka kwa taifa kupitia mamlaka ya rais chini ya ibara 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo itakuwa shirikishi na itakayosimamia na kuongoza maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho za muafaka wa kisiasa na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. 7, ni sambamba na tume ya maridhiano na muafaka ya kitaifa iunde baraza la wazee la washauri la kutumisha baadhi ya viongozi wakuu wastaafu pamoja na wazee wengine ili kutoka jamii kwa lengo ili kusaidia tume ya maridhiano pahali popote na saa yote watakavyohitajika. 3, ni sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanywa kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024. Aidha, tume iruhusiwe kuajiri watumishi wake ili wawe na wajibu wa kusimamia shughuli za uchaguzi ingalau hadi ya jimbo. Katika ngazi za wasimamizi, wasaidizi na wasimamizi wa vituo, INEC iendelee kutumia watumishi wanaoajiriwa kwa muda, na hatua hii itaondoa malalamiko ya vyama vya siasa na wananchi kuhusu uhuru wa tume hiyo. 4, tume imebaini pia kwa yapo maeneo yenye viashiria vya jinai kama nilivyosema awali ambavyo vinahitaji kuangalia kuhusu uwajibikaji. Hivyo inapendekeza kwa kuunda kwa tume ya uchunguzi wa kijinai kufuatia matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria ya tume ya uchunguzi, kwa mamlaka ambayo anayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume hii itakuwa na jukumu kwanza la kupeleleza na kufuatilia masuala mahsusi yanayohitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizoainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu waliopanga, walioratibu, waliofadhili ghasia, mastermind, na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. 9, ni jeshi la polisi libuni na kutekeleza mkakati madhubuti wa kurejesha na kuimarisha mahusiano yake na jamii kwa manufaa ya ulinzi na usalama wa raia na nchi kwa ujumla kama ilivyopendekezwa na tume ya haki jinai. Na 10, serikali na vyombo vya dola vitekeleza majukumu yake kwa namna inayoonyesha wazi kuzingatia mazingira ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Hatua hii italeta usawa katika uwanja wa ushindani na kuondoa malalamiko ya wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla kuhusu kukosekana kwa demokrasia katika siasa za vyama vingi nchini. 11, maadili ya viongozi yasimamiwe kwa karibu, ikiwa ni pamoja na mitindo ya maisha ya baadhi yao na miiko ya utumishi wa umma ili kubaini na kudhibiti vitendo vilivyokabilika kama vile rushwa na ufisadi. La 11, sheria ya Baraza la Taifa la Vijana sura 411 itekelezwe na baraza liundwe lianze kutumika kama jukwaa la maridhiano na hasa majadiliano na utatuzi wa masuala kuhusu vijana. Mapendekezo machache niongelee Mheshimiwa Rais kuhusu yale ya muda wa kati. Serikali imarisha mifumo ya uwajibikaji
kuhakikisha watendaji wote hususan wa ngazi za kati na chini wanasikiliza na kushughulikia kero za wananchi kwa wakati na kuwajibika pale wanaposhindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na wanapokiuka sheria. Ili kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi, ni muhimu kuviwezesha vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ambavyo kwa muundo wa sasa vinawajibika moja kwa moja kwa mkuu wa taasisi. Pili, serikali iendelee na iweke kipaumbele katika kutekeleza mapendekezo ya tume za vikosi mbalimbali ikiwemo ile ya mfumo wa haki jinai na vikosi kazi vingine. Serikali pia, pendekezo jingine, huimarisha mfumo wa ajira ili uwe wa ushindani na haki. Ingine, serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka hasa yenye vipenyo vingi ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. Tano, serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kuwashirikisha wananchi, ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba kumi kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuweko kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya hasia. Hata hivyo, mafunzo ya ulinzi vyombo vya ulinzi hawakuweza kubaini kuhusu makambi hayo. Sita, ni kuwepo kwa mfumo madhubuti wa usimamizi wa fursa zinatolewa kwa vijana kama vile mikopo, ajira, ununuzi na ushiriki katika miradi ya serikali ili kuhakikisha kuwa vinatumiwa kwa kuzingatia sheria na utaratibu na hakuna upendeleo wala shinikizo ya kisiasa. La saba, ni serikali ifanye mapitio ya vipaumbele vya kibajeti na kupanua matumizi yasiyo lazima ili rasilimali zaidi zielekezwe kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambalo nadhani Mheshimiwa Rais hili pia umeshalitolea maelekezo. Tisa, serikali ichukue hatua ya kuboresha mfumo ya kisheria ya usimamizi wa majanga kwa kupanua wigo wa sheria ya usimamizi wa maafa ili kujumuisha majanga yanayotokana na matukio ya uvunjifu wa amani. Maboresho hayo yatawezesha uwepo kwa mfumo wa mawasiliano wakati wa majanga unaohusiana na wadau wote wanaokuwa kwenye majanga kama jeshi la polisi, jeshi la wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji, watoa huduma wa afya na wananchi. Aidha, yafanyike pia mazoezi ya utayari wa wadau wote. Hatua hii itapunguza athari za majanga ya aina hiyo yanapotokea. Mapendekezo ya muda mrefu: moja, serikali irejeshe uratibu wa vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sharti la lazima ili kuwajengea uzalendo na uwezo wa kujitegemea. Aidha, kuwe na uratibu wa kuwezesha wahitimu wa JKT kujiajiri kwa kuishirikisha sekta binafsi. Na la pili, serikali ibuni na kutekeleza mkakati wa makazi maalum kwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuepuka mgongano wa maslahi na kulinda usalama wao kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Nihitimishe, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, mambo mawili matatu. Kwanza, nimetaja baadhi tu ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hii, lakini bila shaka wadau mbalimbali watapata fursa ya kuyaona kwa kina ndani ya ripoti yetu, na hali kadhalika tunategemea
kwa siku 3 zijazo kukutana na wanahabari pamoja na wadau mbalimbali kwa ajili ya majadiliano mapana na ufafanuzi wa taarifa yetu. Pamoja na ugumu uliotokea Oktoba 29, na kupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume hii na kutuamini kufanya kazi yenye maslahi mapana ya taifa letu. Tulisikiliza vilio vya waliopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa na waliopoteza mali. Tuliona macho ya vijana waliokamatwa wakiulizwa kwa wasiwasi mustakabali wao tulipowatembelea magerezani. Tulikutana na familia ambazo hadi leo hazijaelewa nini au kwa nini nani aliyomdhuru mpendwa wao na kwa nini. Lakini pia kwa upande mwingine tuliona Tanzania yenye upande wa ujasiri, uzalendo na hekima. Tulisikiliza viongozi wa dini wakiomba amani kwa nguvu ya ukweli. Tuliona wazee wenye busara wakitoa maneno ya hekima. Tulipata ushirikiano wa wananchi ambao walikuja kwa ujasiri mbele ya tume. Lakini sio hivyo tu, kwa kawaida pia kwa sababu wanalipenda taifa lao. Na kuhusu wananchi na watu waliokuja mbele ya tume, sio jambo la kawaida kwa tume kama hii ya uchunguzi kwa siku 153 kuwasiliana kwa karibu sana na kwa namna moja au nyingine na watu wapatao 63,603. Hiyo ni sawa na wakazi wote wa Tukuyu au wakazi wote wa Korogwe au wakazi wote wa Bagamoyo. Kwa tunawashukuru sana Watanzania kutuamini na kushiriki katika hii hatua ya kwanza au hatua hii muhimu ambayo aliona Mheshimiwa Rais siku alivyoapishwa kwamba ndio njia ya mwelekeo wa taifa letu. Kwa Mheshimiwa Rais, hayo machache naomba sana kwa heshima kabisa nikushukuru kwa hayo, na niombe muda mwafaka kwa kuwasilisha. Haya, tumpongeze mheshimiwa. Sasa niwaombe kwa heshima na taadhima waheshimiwa viongozi tukae, kwa sababu kuna kamera ziko kule nyuma. Tukae. Okay. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba sasa ni